Hizi beti zinazalishwa hapa Tanzania, ni beti bora zenye imara, na ningependa kwa watumiaji walio wengi wajaribu kuitumia hizo bati. Hawatajuta kuinunua hizo bati. Maana yake naposema hizo bati ni hizo bati kweli ambayo hautojuta kuinunua popote ulipo. Na hii beti tunazalisha hapa kwenye kiwanda chetu. Tumeajiri watu wengi sana, zaidi ya almost watu 50 au 60. Katika watu 60 wote wanapata ajira kupitia kwenye hizo bati. Tuna mawakala zaidi ya 70 pia Tanzania nzima. Kwa hiyo wote wanasambaza hizo bati. Kwa hiyo hizo bati tumekuja na vitu vya tofauti, kwa sababu tumejifunza kupita kwa wenzetu kwamba wenzetu wamefanya nini na sisi tufanye nini. Kwa hiyo tukaona hapana, kwa nini tuje na kitu cha tofauti? Ndio maana nasema kina ubora zaidi kuliko kingine. Maana yake hii unagusa mara moja gari na waka. So ile za kusema upige starter ni inatunza moto muda mwingi. Na kwa wateja wetu anayenunua hii beti atakayepata changamoto tunaibadilisha kwa muda wa mwaka mmoja. Warranty ni mwaka mmoja. Maana yake tukisema warranty ni mwaka mmoja inakuwa ni beta zaidi, ndani ya miezi 6, 7, 8 mtu ameona ametumia akaona ina utofauti, anatupigia simu, tunaenda kumbadilishia sisi wenyewe. Na kingine nipende kutoa rai kwa wenzangu waandishi wa habari kwamba hii ni fursa kwa Mtanzania yoyote. Maana kuna watu hapo nyuma yetu wanatuangalia kwamba tunafanya kitu gani. Maana yake hii kwa fursa tuliyopata na serikali ya Tanzania kuanzisha viwanda hapa, basi tunabuni vitu vingi ambavyo vinazalishwa ndani ya nchi venye ubora na venye ufanisi na venye viwango vikubwa. Maana yake tunashindana sasa baada ya China na Tanzania, kwamba na sisi wa Tanzania tunakuja sana kuwekeza vitu ambavyo vinakuwa vibora zaidi. Sasa nakaribisha kwenu waandishi wa habari, mpende kutufikishia ujumbe kwa raia kwamba beti ya hizo bati ni beti nzuri yenye ubora na iliyozingatiwa viwango vilivyo bora. Labda nikwambie leo tupo kwenye product yetu kubwa kabisa, mabeti yetu mapya kabisa ulimwenguni, hizo beti. Hizo beti labda nikwambie ni kwa nini tumeita hizo beti. Haitumii maji. Tofauti na zile za wenzetu zamani. Sawa? Hii imekuja kisasa zaidi. Na hii imekuja kisasa zaidi, tunaomba wafanyabiashara wote wa magari walikuwa wanatumia masheli, wanatumia magereji, mafundi, wazitumie hizo beti. Sawa? Watajua nini maana hizo beti na ina ubora gani. Hatusemi za zamani mbaya, lakini watumie na hii product yetu mpya iliyokuja sasa hivi ya kisasa. Haitumii maji. Inatumia nini tajiri? Inatumia dryer. Inatumia dryer. Sasa basi labda niwaambie kwa wale wanaotumia vyombo vya moto, kwa wale wanaouza madukani, maoili, vitu vya mabiashara, naomba wawe mawakala wetu, tuwapatie hizo beti zetu za hizo beti. Wajue nini maana hizo beti na imekuja kuleta nguvu gani kwa wafanyabiashara na wanaotumia vyombo vya moto, nikiwa kama mtu wa magari. Sio, unanielewa bwana? Na mfano wa hizo beti labda nikwambieni, wengi sana wa vijijini walikuwa wakichukuaga mabeti tofauti hayakai. Hii inakaa muda mrefu na inawasha generator, inawasha chombo chochote cha moto, inawasha mashine ya kusaga. Sio, umenielewa? Tofauti yake ni nini? Haitumii maji. Kwa hiyo ina nguvu kokote, inapiga kazi. Labda niwahakikishie hiyo wanahabari. Mimi sina la zaidi sana. Na maana biashara inajiuza na watu walikuwa wameshangaa mshangao wetu mkubwa. Wakajua tutakwenda sawa na wale. Mfumo wetu si ni mwingine wa kidigitali. Hakuna tena sasa hivi kutembea na mabeti sio maji kwenye vidumu. Tumeleta mfumo wa kisasa huu. Sasa tajiri utamtembezaje na vidumu vya maji? Ina maana hizo beti imekuja kuokoa yale matatizo na kuleta fursa kwa Watanzania. Sijui umenielewa? Nadhani Watanzania wengi watakimbilia kwetu ajira ili wapate kupata ufafanuzi nini maana hizo beti. Na zitawapa watu wengi hela kwa sababu hii kiwanda kiko hapa nchini kwetu Tanzania. Sawa bwana? Yaani kwa serikali yetu imeamua kuongeza fursa na kutupa miundombinu na kutoa ajira kwa wazawa. Yaani hii sasa ndo ajira ya wazawa. Sijui unanielewa bwana? Viwanda tunavyo wenyewe nchini kwetu. Fursa hiyo ya Mheshimiwa Rais.